hakuna timu ya Tanzania iliyo tayari kutuletea ubingwa wa Afrika hapa. Iwe kombe la shirikisho, iwe ligi ya mabingwa. Nitatumia hoja ifuatayo tuanze na Champions League. Tujipe scale ya miaka 10 iliyopita. Tuanze 2016 labda mpaka 2026 ambao tupo hivi sasa. Kuna watu ambao wamekuwa ni mabingwa wa kujirudia. Kuna watu ambao wao wameshajitengenezea ile mentality kwamba sisi ni lazima tufike zile hatua za mwisho. Watu hao wanatoka kaskazini. Wao wamejitengenezea ufalme wao kwenye hii michuano yote ya barani Afrika, Confederations pamoja na Champions League. Kuna vitu wanavyovifanya hawa watu wa kaskazini ambavyo bado chini ya jangwa la Sahara hatujafanikiwa kuvifanya. Nikimaanisha chini ya jangwa la Sahara, tukianza kutaja zile ligi kubwa kwa miaka 10 iliyopita, tutahitaja ligi ya South Africa, tutagusa kidogo Angola, tutagusa ligi ya Kongo ambayo hii ndio ilikuwa kubwa zaidi. Tutatoka Kongo tutakuja Tanzania, tutaenda hapo Sudan kwa kina El Merreikh pamoja na Al Hilal, tutaenda Ivory Coast ambako walikuwa natoka ASEC Mimosas. Huko ndo chini ya jangwa la Sahara, na hizi ndo ligi ambazo kwa uchache nimekutajia ligi ambazo ni sumbufu, ligi ambazo zinazalisha timu fulani ambazo huwa zinaenda kuchallenge huko shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa. Sasa wenzetu wa kaskazini wao kuna namna wamejitengenezea ufalme katika engo ifuatayo. Setup ya vikosi vyao huwa vinaakisi ubingwa. Yani kuna timu kiangalia michuano inavyoanza, aina ya wachezaji waliopo, aina ya benchi la ufundi lililopo, unaamini kabisa hii timu inaakisi ubingwa. Na ndio maana sio ajabu katika sequence ya miaka 10 iliyopita bingwa kutoka chini ya jangwa la Sahara ni mmoja, Mamelodi Sundowns. Katika scale ya miaka 20 iliyopita mabingwa wa ligi ya mabingwa kutoka chini ya jangwa la Sahara ni 2. TP Mazembe Mazembe na Mamelodi Sundowns, ambaye Mamelodi ni mara moja. Kwa nini hawa walikuwa mabingwa katika vipindi hivyo? Tumtumie mfano TP Mazembe. Mazembe alifanya vitu vinavyofanana na wale wa kaskazini. Mazembe aliunda super team ambayo timu hiyo ilikuwa inaakisi ubingwa michuano haijaanza. Yani una super team ambayo ikiwa bingwa ushtuki. Trezo Mputu, Thomas Ulimwengu, Bwana Ali Samata, Rainford Kalaba mchawi mweusi, kina Stopila Sunzu, Mesha Kelia umo ndani. Yani mpaka watu wa Europe wanawahitaji wachezaji. Yes, kwa mfano Trezo alienda Ubelgiji, Moise Katumbe kamwambia achana na Ubelgiji, njoo nitakupa pesa unaotaka ulipo kwa Ubelgiji. Kwa sababu gani? Alikuwa anatengeneza super team. Anabeba ubingwa wa ligi ya Afrika fresh. Mazembe huyu unakumbuka 2010 ambako ndo kwenye sequence ya miaka 20 alienda kukitifua na Inter Milan. Bonge moja la game kwenye FIFA Club World Cup. Ilikuwa bonge moja la game. Kwa hiyo kiuhalisia ukitaka kuwa bingwa kwenye Champions League na shirikisho, fanya kama timu za kaskazini. Na ndio maana hata kwenye kombe la shirikisho mabingwa kutoka chini ya jangwa la Sahara utamkuta tena Mazembe na Mamelodi. FC Leopards, FC ya Kongo. I think ni ya Kongo, ya Kongo mesa Kongo Brazzaville, lakini Leopards FC. Leopards. Yeah, Leopards wako pale. Vita Club amna? No. Yeah, Vita yupo. Vita ilicheza finali. Okay. Wako 2, Leopards pamoja na Mazembe. 20 years. Unakuja kugundua kwamba wenzetu wa kaskazini kuna gap kubwa sana wametupiga, ambalo hata ukifungwa dhidi yao kuna moment tunarudi tu nyuma fresh. Umetumia mifano miwili ya Simba na Yanga kufika finali. Kuna timu nyingi sana kutoka chini ya jangwa la Sahara zinafika finali. Tumemtaja hapa AS Vita, alikuwa na timu nzuri, finali ilikana na nani? Hivi hata kwenye hiyo race ya Simba na Yanga kufika finali. Wamefungwa na timu za kaskazini. Timu za kaskazini ambao tumekutana nao tukaitoa ni moja labda ya Al Ittihad. Al-Masry. Yes. Tena kwa penalty. Ilikuwa ni penalty Simba timu kaskazini kwa penalty. Yes, moja. Lakini walipofika finali wakakutana na wale top dogs timu za kaskazini. Kilitokea nini? Yanga tutasema kanuni, lakini ndio alishafungwa na timu ya kaskazini. Simba tutasema sijui kilitokea nini, sijui figisu, lakini ndio timu ya kaskazini. Sasa wenzetu wa kaskazini wamefanya nini ambavyo vinawapa faida ya kuwa mabingwa ambavyo sisi hatuwezi kuwa mabingwa kwa hivi sasa kwa sababu hatujafikia wale. Cha kwanza wale ni AC Leopards 2012. Ilikuwa FC Leopards AC Leopards. Yes. Ilikuwa ni Leopards pamoja na Mazembe na miaka 20. AFC na AC. Yes. 2012. Yes, nakumbuka 2012. Ya Kongo. Kwa hiyo nakuja kujikuta brain hawa wenzetu wa kaskazini wao wameinvest zaidi kwa wachezaji. Yaani leo unaenda kucheza finali na Ahli ambaye
timu yake kwa asilimia kubwa inaundwa na wachezaji ambao wana material ya kucheza Europe. Wydad wakati anakuwa bingwa, baada ya michuano anauza wachezaji wanaenda Europe. Namkumbuka Ashraf Dari, Ashraf alitoka alienda Ajaccio I think, ilikuwa ni ligi kuu Faransa. Angalia material alionao. Wydad anasumbua Afrika na kina Ayub El Kabi, kina Ayub anatoka wanaenda Europe. Moja kwa moja wanaenda kucheza ligi zile kubwa kubwa. Lakini toka hapo rudi watazame kina Esperance wakati wanakuwa mabingwa walikuwa na teams za aina gani? Super teams. Lakini sisi huku huaga tunaunda teams sumbufu. Yaani kuna muda una assemble wachezaji wenye ubora kadhaa ambao wana uwezo wa kuwatikisa hawa wengine. Unakuwa una kina Fiston Kalala Mayele kwenye timu yako, unakuwa una kina Shaban Juma Solda Bemba, unakuwa kina Ali Daucho, kina Yannick Bangala Litombo. Hawa wakikutana na hizi timu za kaskazini haitakuwa mechi nyepesi. Watawasumbua kwa sababu kuna namna ambavyo unajaribu kulikaribia daraja lao la ubora wa wachezaji walionao ila haujafika. Utafungwa, lakini utafungwa katika mazingira ambayo tutarudi tutasema well and good. Either umefungwa kikanuni au ulifunga katika mazingira figisu. Sasa hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza, investment ndani ya uwanja, ambapo pia tunagusa pia kwenye technical bench ambayo hawa watu wamekuwa kiamiliki technical bench makubwa sana. Tukimaliza hapo tunakuja katika sasa uhalisia wa mpira wa Afrika. Mpira wa Afrika ukiachana na investment ya ndani, kuna investment ya nje ya uwanja ambayo watu wengi sana huwa wanaignore. Na ndio muhimu katika soka la Afrika. Ushindani wetu tunaofahamu. Yaani mpira wa Afrika miaka yote kila siku tutakuwa tunarudi hapa tunazungumza, Ali katufanyia hivi, Ali katufanyia hivi, waga tumeipa majina ile figisu, si ndio? Huo ndio mpira wetu. Yaani sisi mpira wetu umekumbwa na figisu. Ukiweza kupambana na figisu za nje ya uwanja, wewe tayari umejitengenezea mazingira ya kupambana pia ndani ya uwanja. Leo tunarudi na mfano huu wa Simba. Na laumu huo Simba alikuwa na timu nzuri ya kucheza na RS Berkane. Kiwalisia toe to toe in terms of quality ya mchezaji mmoja mmoja, Simba alikuwa na timu ya kucheza na Berkane toe to toe. Lakini Berkane anakufunga toe to toe ndani ya uwanja, alafu na nje ya uwanja anakubonda tena. Kwa hiyo kifupi kwenye hayo mambo ambayo yanahusishwa nje ya uwanja ni mambo ambayo yana uhalisia. Afrika ina uhalisia, na ndio maana hata wakikutana wao kwa wao kwa sababu wanawezana ndani ya uwanja, kuna muda utakuja kusikia mtu anapiga milio huko nje ya uwanja, nimezulumiwa. Mfano cheki Ali anayefungwa na Wydad kwenye kanuni ambayo inadai ile finali moja. Ali alikuwa advocate namba 1 mpaka finali 2 zikarudishwa. Kwa sababu alifungwa kwenye finali 1 na Wydad. Sio mazingira ndani ya uwanja, mazingira nje ya uwanja. Naambia mmenipeleka Mohamed wa 5 kwenye eneo ambalo ndio fortress ya Wydad, ndio uwanja wake nyumbani. Nimefika pale, asilimia 90 ya jukwaa ni mashabiki wa Wydad Casablanca. Ali kafungwa moja. Kwa hiyo mimi kwa sipati na mimi ile home ground advantage. Yes, kuna kitu Ali akaona kabisa ni figisu za nje nimefanyiwa. Mwisho wa siku make kumbuka ile finali haikutakiwa kufanyika Morocco, itakiwa ifanyike I think ni Senegal. Kama sio Senegal Morocco. I mean Cameroon. Kama sio Senegal ilikuwa ni Cameroon. Kati ya hayo mataifa mawili hawakuwa tayari. Kafu wakaichukua ile finali wakapa Morocco bana hodhini finali. Ndio ikapigwa pale game Ali Wydad Mohamed wa 5. Ali alilia na figisu mpaka anakuja kanuni inakuja kubadilisha. Kwa hiyo wenzetu ambao wamesha shindana huko juu wanafikana hatua wanawezana. Mfano kuna ile finali ambayo Esperance anakuwa mabingwa. Kwa ni Esperance I think na Wydad kama sikosei. VAR inazima uwanjani, watu wanazira wanatoka. Wanaenda kuulizia vipi? Yes, wanaenda kuulizia mbona VAR ifanye kazi hapa, tunataka tuone marudio pale. Umeona watu wanalia na figisu za wapi? Sio quality ya ndani, kwa sababu quality toe to toe tunawezana. Kwa mimi na wewe tukisema hapa tu battle na watu na wewe na watu, tukishindana ndani ya uwanja tutaridhikana. Sasa twende nje ya uwanja, nani ana nguvu huko? Ndiko hapo investment ya mpira wa Afrika ilipo. Kwa hiyo mimi naamini tuna timu sumbufu ambazo zinaweza kusumbua kote kote, lakini bado hatuna timu za kuwa mabingwa. Hoja ya mwisho, kwa nini hatuna timu za kuwa mabingwa? Kuna namna ambavyo timu zetu zimekuwa zikiharibiwa katika mfululizo wenye mfanano. Wewe ni ndugu yangu hapa. Yanga alipofunga goli kuna message nilikutumia. Ya nakumbuka ile juzi. Hii ni trend ya timu zetu za Tanzania. Yaani kuna aina fulani. Yes, sasa hapa ndo tutakuja kiufundi. Yaani sisi tumeinvest katika kucheza mpira mzuri. Tumeinvest labda katika kuwa na wachezaji ambao wanashawishi technically miguuni, wanaweza kufanya vitu fulani, magics fulani, kina Pacome hawa, kipingio kwa kina Luis Mixon, kina Clatous Chota Chama, watu fulani ambao kiwatazama na enjoy soka. Lakini kuna aina fulani ya mpira wa kimkakati ambapo sisi huwa tunaadhibiwa miaka nenda rudi. Timu zetu za Tanzania katika michuano hii tu ya msimu huu haipo hata timu moja ambaye haijakubali goli la mpira wa set piece ama cross katika magoli yaliyofungwa.
Asilimia kubwa zaidi yote hapo katika wakifungwa ni cross set piece. Huu ndo mfululizo wa miaka nenda rudi. Hata timu yetu taifa ndo tunafungwaga hivi sisi. Unaenda unazuia vizuri dakika zote. Yanga kafunga goli juzi dakika 85. Mpira gani? Mpira ambao imepigwa cross, umeshindwa kuokoa second ball hiyo, kwa sababu ndio mfululizo wa cross. Maana cross ikipigwa ni kugombania goli. Mpira wajua wote ni gombania goli, ni 50-50. Unaweza ukaokoa, kisha uokoa, nani anaye win second ball? Second ball inabidi win wewe, kwa sababu tayari mpira ndio umerudi chini sasa. Lakini second ball kwenye 50 kwa 50 ukamrudishia mpinzani second ball, tayari advantage. Kwa hiyo kwenye mfululizo wa mipira cross tunaadhibiwa sana, na ndio maana wenzetu ambao wametufunga katika kipindi hiki, hizi timu za kaskazini, kuna huo mfanano wa mipira hii ya cross. Anafanya 1 2 3 inadondoshwa kwenye 18, mtajichanganya wenyewe, walete turudi kati. Either watatafuta kona. Simba alifunga Zanzibar pale. Nakumbuka ilikuwa goli la kona. Simba anafungwa na Berkane kule kwao. Kesi hiyo. Magoli ya set piece. Kwa sisi ndo kawaida yetu kwamba tumeshindwa kucheza na wale kimkakati kwenye maeneo ambayo wao sasa wanayatumia kama faida kutuadhibu. Nimegusa kwenye ubora, nimegusa nje ya uwanja, nimekuja kugusa kwenye matatizo ya kiufundi ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwa hizi hoja tatu haziwezi kuisha kwa msimu mmoja ama miwili. Investment ya muda mrefu. Teacher Sama anakuwa anazungumzia issue nzima ifikie pala sasa tuanze kuajiri pia baadhi ya watu kwenye maeneo fulani. Amezungumzia issue nzima, mfano hiyo mipira ya kufa kwenye kujilinda kwenye maeneo ya ushambuliaji na mengine machache, kipo hata mambo ya kiutawala nini. Unafikiri kuna haja ya kufanya hicho kitu kweli? Sayansi ya mpira inataka hivyo. Yaani kuna kauli ambayo huwa naipenda sana. Nasema if you want to be a champion, act like a champion. Yani mabingwa wa liga ya mabingwa Afrika wanafanyaga nini? Na wewe inabidi wewe fanya hivyo. Yani wewe ukisema upite njia yako inaweza ikafanikiwa, lakini ni njia mpya ambayo uhakika kufanikia haupo. Kwa hiyo kuna wale waliofanikiwa, ukiamua kupita muda ambapo wao wanapita, unaweza kuwa bingwa. Yani inawezekana kabisa kuwa bingwa. Kwa hiyo sayansi ya mpira hivi sasa inataka kuna baadhi ya vitu uwe navyo. Hawa wanaoajiri watu wa set piece, hawa wanaoajiri watu wa ulinzi kamili, hawa wanaoajiri walimu kwa ajili ya washambuliaji, hawafanyi hivyo kwa sababu wana fedha nyingi, au hawafanyi hivyo kwa kujifurahisha. Wanafanya hivyo kwa sababu matakwa ya mpira wa kileo inataka timu iwe na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi katika harakati zetu sasa za kuyatafuta ama kutafuta huo ubora, kuna baadhi ya maeneo pia yanatakiwa tuboreshe, kwa sababu kama nilivyogusa issue ya set piece tunadhibia miaka nenda rudi. Kwa hiyo kuna sehemu ukiajiri kocha wa set piece anaweza akakutengenezea mazingira mazuri ya kuzuia, anaweza akakutengenezea mazingira mazuri ya wewe kutumia za set piece, na mwisho wa siku ukajikuta unafaidika.